Tunaendelea na mahakama baada ya mapumziko mafupi ambapo Tundu Lissu amepata angalau nusu saa ya kuzungumza na mawakili pamoja na mashahidi wake ambao ni makamu mwenyekiti John Heche, katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Amani Golugwa pamoja na Brenda Lupia. Pia mawakili wake ambao walikuwa nao kwenye mashauriano ni Dr. Nshara, mwanasheria mkuu wa chama, Deogratius Mainyira, Paul Kisabo pamoja na Edward Heche. Inapigwa court na majaji wanaingia. Mawakili wa serikali wanasema wako tayari na Mheshimiwa Lissu anasimama anasema waheshimiwa majaji, kabla hatujaendelea, naomba maelekezo ya mahakama kuhusu mashahidi wangu wa chama, maana wote wako humu ndani. Je, watoke nje au wabaki? Jaji Nduguru anajibu kuwa wanatakiwa watoke nje, wataitwa wakihitajika kutoa ushahidi. John Heche, John Mnyika, Amani Golugwa pamoja na Brenda Lupia wanatoka nje. Jaji Nduguru anamwalika Tundu Lissu kwenda kwenye kizimba cha mashahidi, maana alichokaa kilikuwa ni kizimba cha watuhumiwa. Tundu Lissu anahamia kizimba cha mashahidi, na wakati anaenda namuona anashikana mkono na dada yake na wapendwa wake huku akitabasamu, lakini akiwa anasindikizwa na maaskari magereza wa kutosha wasiopungua 8. Jaji Nduguru anamuuliza Lissu majina yake, umri wake ambao ni miaka 59 na dini yake ambao ni Roman Katoliki. Jaji Nduguru anamwambia tunaamini unatoa ushahidi kwa kiapo. Mheshimiwa Lissu anajibu ndio Mheshimiwa Jaji, ila sijawahi kutoa ushahidi, ingawa nimeshtakiwa mara nyingi sana, ila sijawahi kufikia hatua hii. Watu wakacheka mahakamani. Anaongozwa hapa kuapa na akawa ameapa. Mheshimiwa Lissu anaendelea kuhusu kazi yake, amesema ni wakili wa kiongozi, ni wakili pia ni kiongozi wa kisiasa na ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa. Akasema nilichaguliwa na kutangazwa kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Januari 22 mwaka 2025. Kabla ya hapo mimi nimekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa, mbunge wa vipindi viwili, na nilishambuliwa kwa risasi Septemba 7 mwaka 2017, lakini pia nimewahi kuwa mkurugenzi wa sheria ya Chadema na pia ex official member wa chama. Mwaka 2010 nilichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki, siku hizi linaitwa Ikungi Mashariki, na nilichaguliwa kwa tiketi ya Chadema na mwaka 2015 hadi 29 Juni mwaka 2019. Sasa ilikuwaje nikaishia 29 Juni mwaka 2019 na warudisha Septemba 7 mwaka 2017, ambapo nilifuatwa kwenye makazi yangu Dodoma na kushambuliwa kwa risasi na watu ambao serikali ya Tanzania inawaita watu wasiojulikana. Waheshimiwa majaji, nilikimbizwa kwa ndege hadi Nairobi hospitali hadi tarehe 4 Januari mwaka 2018, na baada ya hapo nilipelekwa Ubelgiji kwa matibabu zaidi katika hospitali ya chuo kikuu cha Leuven na nilitibiwa hadi Januari mwaka 2022. Kati ya Nairobi na Leuven nilifanyiwa operation 25, operation 17 Nairobi na 8 Leuven. Waheshimiwa majaji, mkiona navuta mguu ni kwa sababu ya matukio hayo. Nikiwa hospitali tarehe 29 Juni mwaka 2019, aliyekuwa spika wa bunge Job Ndugai, marehemu kwa sasa, alinifuta ubunge kwa sababu alisema nilikuwa mtoro, alikuwa hajui niliko. Licha ya kuwa mbunge na kuumizwa vibaya sana nikiwa kazini bungeni, bunge na serikali ya Tanzania ilikataa kulipa gharama ya matibabu yangu, sikupewa hata senti moja, na licha ya sheria ya bunge inayosema kwamba mbunge akiugua atatibiwa kwa gharama za bunge, lakini mimi kwangu walikataa kata kabisa. Ikiwa bungeni, kipindi chote nilikuwa mnazimu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, yani ni kiongozi wa pili kwa viongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Lissu akaendelea. Nilikuwa msemaji mkuu wa masuala ya katiba na sheria ya kambi rasmi ya upinzani bungeni, masuala ya muungano, na nilikuwa shadow attorney general. Naomba mahakama irekodi kwamba nilifanya kazi yangu kwa uaminifu mkubwa na umahiri mkubwa sana. Waheshimiwa majaji, katika kipindi cha mwaka 2011 hadi mwaka 2014 nilikuwa mjumbe maalum wa bunge la katiba. Kwa kipindi hicho cha mwaka 2011 hadi mwaka 2015 niliongoza harakati za kupigania katiba mpya na mfumo huru wa uchaguzi. Niliongoza hayo mapambano bungeni na kwenye bunge la katiba kwa uaminifu na umahiri mkubwa. Hivyo ni ushahidi wangu kwamba kilichotuleta hapa ni mgogoro wa kisiasa, ni vita ya kisiasa na sio uhaini. Waheshimiwa majaji, nje ya ubunge nimekuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS kuanzia Machi hadi Septemba 7 mwaka 2017, na hui rais wa TLS kama wewe ni mtu wa ovyo au mwaini tu. Nje ya uongozi wa mawakili wenzangu, hapa nilipo ni makamu mwenyekiti wa International Democratic Union, yani IDU.
IDU ni muungano au shirikisho linalojumuisha vyama karibu 80 kutoka dunia nzima. Mimi pia ni mjumbe wa International Executive Committee ya IDU, yani mimi ni makamu mwenyekiti ninayewakilisha bara zima la Afrika. Waheshimiwa majaji, ni ushahidi wangu kwamba mimi ni mtu wa heshima ndani ya nchi hii na kimataifa, na heshima nilionayo ni kutokana na msimamo wangu wa kupigania demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria, sio kwa sababu nyingine. Waheshimiwa majaji, mwezi Mei mwaka 2011 nilipewa tuzo ya heshima ya kuwa mwenza wa kimataifa wa chuo kikuu cha Bridgeport International Fellow, jimbo la Connecticut lililopo nchini Marekani. Walisema ni kwa sababu ya kupigania haki za binadamu, mazingira na demokrasia katika nchi ya Tanzania na barani Afrika. Mwezi Disemba mwaka 2020 nilitunukiwa heshima nyingine na IDU, tuzo inayoitwa Bush Tucker Award Freedom kwa jina la rais wa 41 wa Marekani. Sababu yake au citation yake ilisema Tundu Lissu umekuwa ni kielelezo cha msimamo thabiti wa kupigania haki, demokrasia na utawala bora katika nchi za Afrika. Ni muhimu vile vile iingie kwenye ushahidi kwamba pamoja na kukaa gerezani kwa muda wote, heshima yangu ndani na nje ya nchi haijapungua, in fact imeongezeka. Taasisi nyingi sana za kitaifa, kikanda na kimataifa, ukiwemo Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Ulaya, Jumuiya ya Madola, zimesema haya mashtaka ni mashtaka ya kisiasa, hakuna jinai yoyote, na wamedai niachiliwe huru bila masharti yoyote. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeeleza sio tu kwamba niachiwe huru, bali nilipo pia fidia kutokana na usumbufu wote uliojitokeza tangu nilipokamatwa. Waheshimiwa majaji, naomba iingie kwenye ushahidi kwamba nchi za Jumuiya ya Ulaya zimesimamisha misaada kwa Tanzania kwa sababu ya mashtaka haya. Takriban dola milioni 700 nchi ya Marekani imesimamisha kwa serikali ya Tanzania kwa takwimu nilizonazo kwa sababu ya mashtaka haya. Bunge la Marekani linajadili muswada na kuiwekea serikali ya Tanzania na viongozi wake vikwazo kwa sababu ya mashtaka haya. Waheshimiwa majaji, dunia haiwezi ikatupigania hivi kama wewe ni mtu wa hovyo hovyo. Watu wakatabasamu sana na kucheka mahakamani. Mheshimiwa Lissu akaendelea na kusema dunia inaweza kupigania hivi kama wewe ni mtu wa heshima tu na sio vinginevyo. Lissu anaielezea historia yake na wasifu wake kwa ufupi akiwa mahakamani kabla ya kuanza kuhojiwa au kufanyiwa dodoso na mawakili wa upande wa serikali. Na hivyo anamaliza kwa kujielezea kwa CV kubwa na nzito zaidi ambayo imewafanya watu kutabasamu na kucheka mahakamani kwa sababu ni nondo alizozishusha na ni CV iliyoshiba kwelikweli. Tunaendelea na sehemu nyingine, endelea kuwa nami na mimi nitakuletea taarifa kadri zinavyozidi kutufikia. Kaa hapo hapo na nitakujia hivi karibuni.